Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu moja kwa moja tukajifunze kuhusu mnara wa Babeli. Mnara huu ulijengwa wapi? Katika nchi gani? Malengo ya kujenga huu mnara ilikuwa ni nini? Karibu moja kwa moja kwenye makala hii ya uchambuzi na utafiti, ambapo tutajikita kuangalia malengo makubwa ya kujenga mnara wa Babeli ulikuwa ni nini. Karibu na moja kwa moja tuianze makala yetu. Mnara wa Babeli ulijengwa katika nchi ya Shinari, kusini mwa Mesopotamia, yani Iraki ya sasa, katika mji wa kale wa Babeli. Kulingana na simulizi ya Biblia, Mwanzo sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 9, ujenzi huo ulikuwa karibu na mito ya Tigris na Flat, eneo ambalo leo linajulikana kama Babil, karibu na mji wa Hira, kilomita 80 kusini mwa Baghdad. Mambo muhimu ya kuyajua zaidi katika ujenzi wa mnara huo. Mahali ambapo mnara huo ulijengwa ni Mesopotamia ya kale, nchini Sinari, yani Babeli, nchi ya sasa ya Iraki. Historia inamtaja Nimrod kama mmoja wa waanzilishi wa mji wa Babeli na mnara huo. Lengo la kujenga mnara huo ilikuwa ni kujenga kilele kirefu zaidi ambacho kitawafanikisha kufika mbinguni na kumwona Mungu. Kwa hiyo mnara huo ulijengwa katika eneo la Babeli ya kale. Kulingana na simulizi ya Kibiblia katika Mwanzo sura 11 mstari wa 1 hadi wa 9 na tafsiri zinazohusiana na kitamaduni, kihistoria, kitheolojia, mnara wa Babeli ulijengwa kwa sababu kadhaa, hasa ukichochewa na kiburi, hofu, uasi dhidi ya amri ya Mungu. Hapa tutaangalia sababu 10 kwa nini mnara wa Babeli ulijengwa. Moja ni kupata umaarufu wa jina. Nia kuu iliyotajwa katika Mwanzo sura ya 11 mstari wa 4 ilikuwa kupata umaarufu, sifa na utukufu wa kudumu kama wanadamu walioungana. Sababu ya pili ya kujenga mnara wa Babeli ilikuwa kuzuia kutawanyika. Watu walisema waziwazi kwamba walitaka kujenga mnara ili kuepuka kutawanyika kote duniani. Sababu ya tatu ya kujenga mnara wa Babeli ilikuwa ni kutokutii amri ya Mungu. Mungu alikuwa ameamuru wanadamu waijaze dunia, ukisoma Mwanzo sura 9 mstari wa 1, lakini wajenzi walichagua kukaa mahali pamoja, yani Shinari, na kupuuza agizo hili. Sababu ya 4 ya kujenga mnara wa Babeli ilikuwa ni usalama dhidi ya mafuriko mengine. Kulingana na utamaduni wa Kiyahudi, kama ilivyoandikwa na Josephus, mnara huo ulijengwa ili kutoa mahali pa juu pa usalama iwapo Mungu angeamua kuiangamiza dunia kwa mafuriko tena. Sababu ya 5 ya kujenga mnara huo ni kuonyesha nguvu ya kibinadamu. Mradi huo uliwakilisha hamu ya kutegemea akili na nguvu za kibinadamu. Walitaka kufanikiwa pasipo kutegemea nguvu za Mwenyezi Mungu. Namba 6, sababu ya kujenga mnara wa Babeli, walitaka kufika mbinguni. Mnara huo ulikusudiwa kufika angani, ukiachilia hamu ya kuziba pengo kati ya dunia na mbingu kwa masharti yao wenyewe. Sababu ya 7 ya kujenga mnara huo ilikuwa ni kuanzishwa kwa serikali ya ulimwengu mmoja. Umoja wa lugha uliruhusu ujumuishaji kamili wa nguvu, pengine chini ya uongozi wa kidikteta wa Nimrod, ili kuunda himaya ya umoja na umoja wa kitaifa. Sababu ya 8 ya kujenga mnara huo ilikuwa ni kwa ajili ya ibada za kipagani. Historia, miundo kama hiyo ilijengwa kama mahekalu ili kurahisisha mawasiliano na Mungu, ikiwezekana kuabudu miungu ya nyota, jua, mwezi pamoja na nyota badala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sababu ya 9 ya kujenga mnara huo ilikuwa ni kutafuta nguvu kwa kiburi. Mungu alitambua kwamba kwa lugha ya pamoja na kusudi la pamoja hakuna watakachopanga kufanya pamoja, ikimaanisha walikuwa wakifuatilia nguvu hatari zisizodhibitiwa na zenye kiburi. Sababu ya 10 ya kujenga mnara huo, uasi na kisasi. Wajenzi walikusudia kupingana na Mungu, kwani kuna wakati walijaribu kupiga mishale angani wakidhani wanapambana na Mungu, huku wakisema Mungu hana haki ya kuchagua mbingu ya juu na wao wakapewa mbingu ya chini.
Hizo ndizo sababu 10 ambazo ziliwafanya wajenge mnara wa Babeli. Tukasome Mwanzo sura ya 11 sura ya 1 hadi ya 9. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tuyachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakijenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala kwa sasa hawatazuiliwa, wala sasa hawatazuiliwa neno walilokusudia kulifanya. Haya na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipochafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Hayo ni maneno kutoka Mwanzo sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 9. Wanadamu walipofika mahali wakaona kuwa ipo sababu ya kumfikia Mungu maishani, hawawezi kuwa na maana yeyote kama hawataweza kumfikia huyu mwanzilishi wa haya maisha. Hivyo kwa kuwa ile kiu ilikuwa ni kubwa ndani yao, wakabuni njia tofauti za kumfikia yeye. Lakini wakati ulifika wakagundua kuwa tusipokuwa na umoja, tusipokuwa na usemi mmoja, hatuwezi kufanya hivyo. Ndipo wakaona ni vyema wakubaliane kwa nia moja kutatua tatizo hilo, na ndipo wakaamua kwenda kutafuta nchi tambalale huko Babeli na kuanza kutengeneza mnara mkuu ambao walidhamiria kwa njia yoyote ile kumfikia Mungu. Lakini Mungu aliona hilo na kuona jinsi njia za wanadamu zitakapoishia ni pabaya, pasipokuwa na tumaini lolote. Aliona sayansi zao za nyota na mbingu zitakapoishia, aliona unajimu wao utakapoishia, aliona uhandisi wao utakapoishia. Hivyo kwa lugha zile na usemi ule mmoja waliokubaliana katika huo, Mungu aliwatawanya waende ulimwenguni kote, kwa sababu ile haikuwa njia sahihi Mungu aliyokusudia watu wamfikie yeye. Na ndipo Mungu alipoanzisha wakati huo, akaanza kuwatengenezea wanadamu njia iliyo sahihi ya kumfikia yeye. Akaanza kuwajengea mazingira yote, tangu wakati wa Ibrahim mpaka manabii wote walitabiri juu ya njia hiyo pekee ambayo mwanadamu akiifuata, basi moja kwa moja atawasiliana na Mungu moja kwa moja, atamwona Mungu moja kwa moja, atakula na Mungu katika meza moja. Na ndipo ule wakati ulipofika, akamleta mwanaye wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye mnara wetu uliopachikwa pale Yerusalemu, tofauti na ule wa Babeli. Lugha moja na usemi mmoja, na kama vile ule wa Babeli ulivyokuwa na lugha moja na usemi mmoja, lakini Roho aliusambaratisha kwa kuchafua usemi wao na lugha zao, ili wasielewane, kwa sababu sio njia Mungu aliyokuwa amekusudia. Na ndiyo maana katika ile siku ya Pentekoste, Roho wa Mungu alishuka kwa ishara ya lugha. Watu wakaanza kusema kwa lugha za mataifa mengine, kiashirio kuwa watu waje sasa waujenge huu mnara mpya Bwana aliyouweka ili waweze kumfikia Mungu. Kumbuka, Babeli ya kwanza iliharibiwa. Watu walianza kunena kwa lugha mbalimbali, lakini hawakuelewana, waliishia kugombana na kutengana. Lakini ile siku ya Pentekoste, Roho alishuka, Wakristo walianza kunena kwa lugha mbalimbali, lakini walielewana, hawakugombana wala kutengana. Na ndiyo maana kuanzia hapo mitume walianza kukaa pamoja kwa umoja na kwa nia moja, na watoto wa Mungu kuanza kukusanywa pamoja duniani kote kuanzia Yerusalemu.